Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuletea update nyingine. Katika update hii tutakuonyesha baadhi ya maelekezo kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na tangazo hili linahusu kuitwa kwenye mafunzo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kama tunavyoona, PDF yetu ina maelezo mafupi ambayo yanasema kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imetangaza majina ya vijana waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya uaskari ngazi ya constable wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wahusika wanatakiwa kufika chuo cha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kilichopo Chogo, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga, kuanzia tarehe 19 hadi 21 Januari 2026. Bila kukosa, kwa ambaye hatafika chuoni kwa tarehe zilizotajwa hatopokelewa na nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kwa wale ambao wataona list ya majina yao, basi wanapaswa kuripoti chuo cha mafunzo hicho cha Jeshi la Zimamoto kwa tarehe zilizotajwa 19 mpaka tarehe 21. Pia maelezo yanasema kwamba kufika chuoni, teremka kituo cha Kabuku, wilaya ya Handeni, kilichopo kilomita 12 kutoka chuoni. Chuo kimeandaa utaratibu maalum wa kuwapokea kwa tarehe zilizotajwa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 usiku. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wataanza safari, basi watambue kwamba wanaweza kupokelewa saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Kwa muda huu ukipita, basi watafute makazi mengine, ndipo siku inayofuata waweze kuripoti. Mhusika atagharamia nauli ya kwenda, chakula na malazi kwa siku zote ambazo atakuwa hajapokelewa chuoni. Mhusika aje na vyeti halisi vya masomo, taaluma au ujuzi aliombea, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA, barua ya utambulisho ya NAPA, barua halisi aliyoombea kazi, pamoja na leseni hai kwa waliomba nafasi ya udereva. Vyeti vyote viwe na nakala 3 kwa kila cheti, uwe na nakala 3. Inamaanisha kuwa na kopi ya cheti kimoja uwe na kopi 3. Kwa hiyo kila cheti ulivyoombea kulingana na taaluma yako, basi hakikisha unatoa kopi 3. Aidha, vyeti hivyo vitakaguliwa na atakayebainika kuwa na cheti ama vyeti vyenye kasoro atarudishwa. Mhusika atakapofika chuoni awe tayari kupimwa afya ya mwili pamoja na akili. Kwa ambaye atabainika kuwa na tatizo la kiafya, hataruhusiwa kuendelea na mafunzo na atarudishwa kwa gharama zake. Wahusika wote wanatakiwa kuwa na sanduku tranka, bima za afya kwa walionazo. Aidha, wanatakiwa wawe na fedha kiasi kwa matumizi binafsi na fedha nyingine kwa ajili ya kununua vifaa vifuatavyo ambavyo hupatikana duka la chuo. Vifaa hivyo ni kama mashuka mawili ya rangi ya bluu, mto mmoja na foronya 2 za rangi ya bluu, chandarua na kadhalika, kulingana na tangazo letu hapo tumeona, pamoja na t-shirt rangi ya bluu, madaftari makubwa 5, nguo za michezo pamoja na kalamu. Kwa hiyo baada ya hapo tunaona orodha ya waliochaguliwa kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo utaangalia majina yako taratibu na kwa umakini mkubwa, na baada ya kuona jina lako, basi unatakiwa uanze na maandalizi ya safari kama tulivyoona maelekezo kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 21 Januari hii. Kwa hiyo tuna siku chache za maandalizi na kuripoti chuo kilichopo Handeni. Pia nisisitize kwamba hakikisha unabeba vyeti halisi pamoja na kopi 3 kwa kila cheti. Ujiandae na fedha kwa ajili ya kununua vifaa kama ilivyoorodheshwa vifaa hivyo katika PDF hii. Na onyo, usije katokea kununua vifaa pasipo kununua katika duka kama tulivyoelezwa. Kwa hiyo uandae pesa, ukifika kule utanunua vifaa ambavyo vitakidhi vigezo hivyo. Tangazo hili limetolewa tarehe 13 Januari 2026.